tumesema tuseme nanyi, lakini tuseme na Watanzania wenzetu, lakini na Jumuiya ya Afrika Mashariki vile vile na dunia nzima kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea nchini kwetu, lakini Afrika na Mashariki kwa ujumla na duniani kiujumla. Wote tumekuwa mashahidi hapa wa mwenendo wa siasa za nchi zetu, especially wakati huu nchi ya Tanzania tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Na katika namna ambayo tumeona vijana wazalendo tusikae nyuma, ni namna ambavyo tumeanza kuona uchokozi usio na sababu kutoka kwa baadhi ya watu, nitumie jina la watu wala sio viongozi, kutoka nchi jirani ya Kenya. Hawa wamepata majibu yao, lakini tukasema tusikae kimya. Majibu ya kwanza wameyapata huko Kenya. Na tuseme tu kwa marafiki zetu vijana wazalendo wa Kenya, tunawashukuru wakiongozwa na kiongozi wao mzee wetu Musalia Mudavadi kwa namna ambavyo wametoa matamko ya moja kwa moja kuhusu haki na mwenendo wa kisheria wa kila nchi pale ilipo. Atakayeingilia mambo ya nchi nyingine atashughulikiwa na mamlaka za nchi husika kadiri inavyotakiwa. Kwa hiyo tumesikia sauti za vijana wenzetu wazalendo wa Kenya, lakini mzee wetu Musalia Mudavadi tunamshukuru kwa kutoa mwongozo na kwa nafasi yake. Anapoongea tunajua mzee ameongea, lakini zaidi ya yote kiongozi ameongea. Tumepokea salamu nyingi sana kutoka kwa vijana wazalendo wa nchini Kenya wakitueleza namna ambavyo hao wanaojiita wanaharakati walikuwa ni watu waliosababisha mauaji nchini Kenya mwaka 2007 wakati wa uchaguzi mkuu wa Kenya, ambao kimsingi ilikuwa wazi upande fulani ulishinda kwa haki, lakini mama huyu na wenzake na niwe wazi tu, mama Martha Karua alikuwa mmoja wa watu ambao mpaka leo vijana wazalendo wa Kenya wanamlalamikia kwa vitendo vyake alivyovifanya vya kubatilisha matokeo, lakini ya kuweza kusababisha mauaji ya marafiki zetu, vijana wenzetu wa Kikenya. Hatuwezi kumchekea pale tunapoona anavuka mipaka, anakuja kwa lengo lile lile la 2007 alilolifanya kule Kenya. Kwa nafasi hii, kwanza tunavipongeza vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu ya Tanzania kwa umakini. Wasije wakasema tuna vijana wazalendo hapa nchini, lakini haya tunayoyafanya ni kama hawayaoni. Lakini matokeo ya haya, kama tungeacha kutekeleza wajibu wetu, wa vijana hawa wangejitokeza kutulaumu. Sisi tunasema tunawapongeza sana. Kazi yao ni nzuri na tunawaambia waendelee nayo. Waendelee nayo. Bahati nzuri hata vijana wazalendo wenzetu wa Kikenya wametamani aina hii ya kazi iendelee. Kwa sababu hii sio aina ya nchi ya kuchezea, ya kumuona mtu ukamshikashika unapotaka wewe, ukaamua tu kuivamia, ukaamua kwenda kwenye shughuli zake za ndani kwa kadiri wewe unavyodhani inawezekana. Sisi tunasema vyombo vyetu na mamlaka zetu za ndani zote zinazotakiwa kuhakikisha tuko salama kabla hatujafikiwa na adui, hata yule mwenye mawazo tu ya uadui, viendelee kuwadhibiti. Na wananchi wa Tanzania tukiwemo sisi vijana wazalendo tunasema tuko pamoja nao, na tutaendelea kutoa matamko ya namna hii, na hakuna siku nyingi matamko haya yataanza kutoka mkoa kwa mkoa, kwa sababu hatuko tayari kuidumbukiza nchi yetu kwenye matatizo, na kwa sababu watu hawa damu za watu zilizoko mikononi mwao hawazionei ajabu wala hawazihofii. Wanajaribu kushirikiana na wenzetu wengine ambao wana ajenda ya siri, ambao kimsingi si miongoni mwa raia wa Tanzania, ambao wao wanatafuta eneo gani linaweza likawapa fursa ya kuleta athari mbalimbali za kwa nchi yetu, lakini kuleta machafuko ndani ya nchi. Hivyo tumejitokeza kushukuru na kupongeza nafasi hizo, kuanzia kwa wenzetu wa vijana wazalendo wa Kenya, lakini pia mzee wetu Musalia Mudavadi ambaye ametoa tamko ambalo kimsingi ni msingi kwetu kuona kwamba tunaendelea kujivunia wazee wenye hekima, wazee ambao tunaona kabisa nchi hii inaweza kujivunia kutoka nchi nyingine. Zaidi ya hapo, tunavipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama chini ya Amiri Jeshi Mkuu wa
majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa utekelezaji wa majukumu yao. Wajue vijana wazalendo wa nchi hii tuko pamoja nao. Wakati wowote watakapotuhitaji watuite, tutatekeleza pale wanaposema hapa tumebakisha, tekelezeni nyinyi. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni miongoni mwa yale ambayo tumewaita kuwajuza. Zaidi ya yote ni kusema tu kwamba hawa ambao wanadhani wako salama na hawataguswa pale watakaposhirikiana na watu wengine kuleta matatizo, chokochoko, machafuko au namna yoyote ya shari ndani ya nchi hii, hatukuzoea na hatutakubali. Na wajue tu rais wetu yuko imara, na ndio maana vyombo vya ulinzi na usalama vinamtii na vinatekeleza majukumu yake kwa haraka kabisa.